Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Ujambo mpenzi msikilizaji wa Radio ya Kijamii Kivu, ni muda mzuri wewe kufuatilia uchambuzi wa habari. Ninakukaribisha kwenye uchambuzi wa habari wa leo hii ambao unakupikwa na kurasa mbalimbali, ikiwemo kurasa wa habari muhimu, kurasa wa habari za mahali, habari za michezo, ripoti zinazotokea kutoka sehemu mbalimbali, habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa leo ni Izake Mulucha Ashipe, upande wa pili Merci Mbelechipam anashikilia vyema dawati la mitambo. Karibu tuambatane pamoja mwanzo hadi tamati. Sasa tunafungua jamvi tukianza na ukurasa wa habari muhimu zinasomwa naye Omari Makelele Ozile. Karibu Omari. Asante sana Izake Mulucha Ashibe. Leo katika habari muhimu tuanzie na mji wa Baraka. Ni kwamba hali ya utulivu imerejea siku ya tatu ya wiki tunayo baada ya milio ya risasi iliyosikika kwa wingi jioni ya siku ya pili pa Baraka. Kwa jambo hilo, kamanda wa vikosi vya wazalendo kundi la SNPCC mjini Baraka, Amani Msebengi Amibe, ameomba kwa raia wote kuondoa shaka na kuendelea na shughuli zao za kila siku. Huko Mukera, sekta ya Mutambala, ni kwamba hali ya usalama iliweza kuzorota jioni ya siku ya pili ya tarehe 3 Juni 2025 katika kijiji cha Mukera, sekta ya Mutambala, tarafani Fizi. Hivi ni kutokana na milio ya risasi iliyosikika kwa wingi eneo hilo na kupelekea raia kujawa na wasiwasi mkubwa. Tumalizia na habari za kitaifa. Ni kwamba amefariki dunia kwenye hospitali ya kijeshi ya Kantachi mnamo siku ya tatu ya wiki tunayo Jemedari Sikatenda Shabani. Hivyo ni baada ya kuzuiliwa kwake kwenye jela ya kijeshi la Ndolo pa Kinshasa tangu mwezi Oktoba mwaka uliopita. Kwa swala hilo, shirika jipya la raia NDC Tumvi ya Kongo tarafani Fizi limetoa mkono wa pole kwa jamaa na hasa kwa wakongomani wote. Izaki Mulucha na kuacha uendelee na habari zingine. Asante sana Omari Makelele Ozile. Mpenzi msikilizaji, tunaanza uchambuzi na hapa mjini Baraka. Waumini wa dini ya Kiislamu wataswali swala ya Eid al-Habwa au Eid ya kuchinja siku ya Ijumaa ya wiki tunayo tarehe 6 Juni mwaka 2025 ndani ya mji wa Baraka. Swala hiyo itaswaliwa kwenye uwanja wa shule la sekondari la Charite saa 2 asubuhi. Kwa Sheikh Saidi Omari Sekembwe, mkuu kiongozi wa dini ya Kiislamu Baraka Fizi, amesema kwamba ni vema Waislamu kujumuika kwa wingi na mapema kwenye uwanja wa kusalia swala hiyo. Sheikh Saidi Omari Sekembwe anaeleza yafuatayo. Naam, nitaka kujulisha Waislamu wa tarafani Fizi wote kwamba tutasali sala ya Eid siku ya Ijumaa insha Allah. Katika jiji la Baraka tutasalia kwenye uwanja wetu ule wa la Charite saa 2 kamili asubuhi. Na sehemu zingine nao vile vile watatekeleza hivyo kuweza kusali siku hiyo ya Ijumaa. Na Alhamisi ni siku ya Arafa. Kule mahujaji wanakuwa kwenye Arafa, na sisi ni sunna kuweza kufunga kwa sababu kuna ujira mkubwa ndani yake. Amesema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, saumu yaumu Arafa, funga ya siku ya Arafa inasameheka madhambi ya mwaka ambao uliotangulia na mwaka ujao, yani unapata thawabu za miaka miwili, unasameheka madhambi ya miaka miwili. Kwa hiyo ni juu ya Waislamu wote kesho Arafa kufunga na Ijumaa kuweza kujiandaa na kwenda kusali sala ya Eid insha Allah. Naam, hii ni Eid inaitwa Eid al-Adha. Ile ambayo iliyopita ilikuwa ni Eid al-Fitri ya kumaliza funga mwezi wa Ramadhani, lakini hii ni Eid al-Adha, la Eid kwa Kiswahili la Eid ya kuchinja, kwa kuweza kutekeleza sunna ya baba yetu Ibrahimu alayhi salatu wasalam. Baada ya kutoa sadaka nyingi ya vichinjo mbele ya Mwenyezi Mungu, akaweka nadhiri kwamba akimpata mtoto atamchinja. Kwa hiyo alipompata Ismaili akataka kumchinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, akagombolewa na kondoo. Kwa hiyo na sisi nao vile vile ni sunna kuweza kuchinja kwa mwenye uwezo siku hiyo ya Eid al-Adha. Jumbe wa mwisho ni kusema kwamba Waislamu tuwe kitu kimoja, tuache ubaguzi na tuache malumbano.
na vile vile tuendelee kuwa na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe amani na usalama katika nchi yetu hii ya Kongo na nchi zingine. Kwa hiyo sote hayo ni maombi ambayo yenyewe tunatakiwa kuweza kuomba Mungu aweze kutupa amani na tukinge na vita na njaa na magonjwa na matatizo mbalimbali. Na Uislamu ni umoja, tuwe kitu kimoja kama ilivyotufunza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu awazidishie na Mungu awabariki. Tukibaki tu katika mji wa Baraka, hali ya utulivu imerejea siku ya 3 ya wiki tunayo baada ya milio ya risasi iliyosikika jioni ya siku ya pili mjini Baraka. Kwa jambo hilo, kamanda wa vikosi vya wazalendo kundi la CNPSC mjini Baraka, Amani Msebengia Mib, ameomba raia wote kuondoa shaka na kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Akizungumza na Radio Kivu juu ya hali ya usalama kutokana na milio ya risasi iliyosikika kwa wingi mjini Baraka, mwakilishi huyo wa vikosi vya kamanda Amuri William ya Kutumba, kamanda Amani Msebengia Mibe, ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Milio ya risasi ilitokana, tulikuwa penda kudesarme bwana Dragila ambaye anajiunga na bwana nani Joseph Kabila, na kwa kutukana jina ya kiongozi na kutukana jina ya serikali ndio wakaanza kufyatua risasi. Alafu jeshi la wazalendo nao pia kwa kuneutralize force wakafyatua risasi tukadesarme bwana Dragila. Hiyo ni madaraka alijivika yeye mwenyewe. Kwa wazalendo sisi hatumtambue kabisa. Kwa wazalendo tumtambue kama yeye ndio anamiliki maji. Hapana. Hiyo ni madaraka alijivika mwenyewe. Ndio tulifaulu kumubeba silaha moja ya kabambi ya PKM. Tulifaulu kubeba silaha 3 ya nani ya AK na jeshi yake kenda ndio niko nayo hapa nani hapa Kuyepe. Yeye aliponyoka, lakini kwa sasa kwa sababu tuko natumika pamoja na government, serikali FRDC ilitusaidia, amekisha asikwa kwa muda huu iko mule mkasho ya FRDC. Mimi najua tangu tufike hapa milio ya risasi ilikwisha nyamaza kabisa, na kama ilitukia vile unaona simba mbili zikakutana mpaka mayani Lungule. Tunaweza penda kuambia raia kama donki quest andeba na kila mtu aingie mu activity ya kwake, hakuna tatizo na hata sikia tena rimurio juu tulisha neutralize force ya wanadragila. Aiza kuhusu vitendo vya watu kuibiwa na pia wale wanaojifanya kuwa wazalendo bandia ndani ya mji wa Baraka, kamanda Amani Msebengia Mib amejibu mara tena. Ndiyo, kama mumeona tumefanya PM mu vile ya Baraka kwa sababu ya kumalizisha yote vitengo ya wizi juu matrupe. Ukasikia ni mzalendo, lakini utaenda kumkuta na vala tu kepi ya yulu, ajulikane ni nani, ajulikane trupe zake. Alo njoo ile tuko na beba jeshi nafanya patrouiller hivi, tuko na mpangilio ya kuonyesha raia na kuonyesha wanajeshi na kuonyesha nani polisi kama ikifika muda tutapanga, ikifika muda fulani vraiment wanatuachia kwanza sisi tufanye security mugini kwa kukamata wale wote wahalifu wenyewe kwa haribu jina ya wazalendo na jina ya serikali ya Kongo. Ni kipi ambacho mtakitumia kwa kuweza kujua kweli kweli huyu ni mzalendo na si mzalendo? Kwa kuwa ukiangalia makundi ni mengi. Kama vile kundi la CNPSC, kundi la SPDC, naona wengi wako na makarti. Kila kundi inapaswa tuonyeshe modalite ya karte ya kwao, na tunauliza wewe ni mzalendo gani? Kama vile mimi kiongozi wa wazalendo hapa nasimamia wazalendo wote, kila mmoja atatua na trupe zake, anatuonyesha niko na watoto wota na makarte za service zao, tunaziona, tunaregistre zile. Sababu sisi tulifanya hapa PM. Hiyo PM tunabeba kila trupe wanavala dorsal ya PM. Akishaiva wanatumika pamoja, lakini tunaona wakati Radio Ngyoku kama njoo Radio Ngyoku inagavua vitu misaada kutoka nafasi mbalimbali, tunaenda kukuta ma trupe zinakuwa mingi, lakini ambao wanaofanya doria ni trupe kidogo, azeze enea 7. Nitapenda kuambia raia kama inyamaze, na yoyote nye atapata tatizo anaweza kukuya kwa mtandao wa simu. Anabeba nani yetu anatuongelesha, anawahi tunafanya intervention, tutawatosha namba za simu, afu wanawahi kutupigia, tunafika pale. Namba ni 082 24 36 471.
Huko Mukera hali ya usalama iliweza kuzorota jioni ya Jumanne ya tariki 3 Juni mwaka 2025 katika kijiji cha Mukera sekta ya Mutambala tarafani Fizi. Hivyo ni kutokana na milio ya risasi iliyosikika kwa wingi eneo hilo na kupelekea raia kuwa na wasiwasi mkubwa. Akizungumza na redio yako Bwana Mboka Mshetu Mbola wa 13 mkuu wa kijiji cha Mukera ameonyesha hapa sababu ya kupigwa kwa risasi hizo, huku akiomba wakuu viongozi kuingilia kati swala hilo. Kwa hizi siku 3 ambazo zinapita hali tulivu, lakini usiku wa kuamkia leo ilisikika kuanza mida za saa 5 usiku hadi saa 7 usiku. Waliopiga hiyo masase walikuwa wasoda wa Unité Geta, pia na wakajibiwa na wazalendo. Hii mchana masase pia ilisikika, waliopiga masase ni wazalendo ambao waliokuwa wakipanda milimani kufu ndio waliopiga ile masasi. Ile ndo hali ya Mukera, na kwa sasa kijiji iko na utulivu. Leo mchana risasi ilisikilika, waliopiga risasi hiyo ni wazalendo ambao waliokuwa wakipanda shambani la vita huko milimani, ndo wakaacha wanapiga hiyo risasi mchana. Hali kama na hiyo sio hali nzuri, sababu tayari tumekwisha kupoteza anga waine kulingana na msituko wa masasi kama na hiyo. Tayari kuna majeraha sasa, imoja yuko kwenye hospitali pale Fizi, na kuna wenyewe wamekwisha poteza maisha. Hali kama na hiyo sio hali nzuri kabisa, sababu sio kupiga risasi ndio ijulikane mtu anakwenda shambani la vita. Hapana, mtu anaweza kaenda shamba la vita na hiyo hali sio hali nzuri, hairidhishi kabisa, sababu yanatia wasiwasi miongoni mwa wakaaji. Ilikuwa ulevi, walikuwa nganda yenye kuitwa Oceade. Baada ya ulevi wakaanza sozana ndani ya nganda hiyo, na moja kwa moja wakaanza piga risasi. Hatua tayari iko, sababu kulikamatika hatua ya wanajeshi wa kufanya doria wa PM, na wale waliofanya hiyo vurugo usiku walishikwa na hivi wako kifungoni kwa kambi yao ya waskari. Message yangu leo ni wakuu viongozi wa jeshi watambue kama wao kazi yao kukinga raia na mali yao yote na mipaka ya nchi, sio kupiga ovyo ambayo inatia wasiwasi miongoni mwa wakaaji. Kumbi wale wanajeshi wanaofanya vitendo kama na hivyo wazidi kuwakamatia hatua ili wasirudilie tena kufanya vitendo potofu kama na hivyo. Tujielekeze huko Uvira kutoa malalamiko kwa serikali kuu ya Kinshasa kulipa waume wao mishahara yao ya miezi zaidi ya 3. Ndiyo ilikuwa lengo kuu ya baadhi ya wake wa askari jeshi wa taifa FARDC kufunga barabara kwa muda wa siku 2 mfululizo katika mji wa Uvira. Shirika jipya la raia kusini mwa jimbo ya Kusini lasema kuingilia kati swala hilo. Kwake Mafikiri Mashimango, mratibu wa muundo huo pa Uvira, ameonyesha kuwa askari jeshi wa taifa FARDC pamoja na polisi wanafanya kazi kubwa juu ya nchi na si vema mishahara yao iwe na kuja na chelewa namna hiyo. Ilifaa kuonesha kwamba wanawake wa FARDC walifunga barabara jana na leo tena asubuhi aux environs ya 9h balifunga barabara, na avec seulement comme objectif réclamation ya salaire ya wasoda yenye pako wasoda wanaonesha kwamba wako na 6 mois, 5 mois, 3 mois walipiwi. Nous notre niveau comme nouvelle civile, na nikwambia tu raia yote ya Sud Kivu kwamba tumeongea na wakubwa na wameturasire kwamba watajiimpliquer le plus vite possible pour quand même solution ipatikane. Mais il faut kusignale kwamba kusipopata majibu ya haraka kwa mareklamation mingi, malalamiko mingi ya wasoda, ni kuchangia usiku insecurity mbaya, kwa sababu unakutana kwamba wakati mtu yuko na maisha mabaya inakuwa chanjo mbaya ya mubaya kubeba mtu kisi wanapenda. Ni kuonesha kwamba ni kusema kwamba mambo tumesikilizana na wakubwa ambapo tuliongea nao, wameonyesha kwamba ile volonté ya kuangalia kuchangia pour quand même wa étudier de manière approfondie kufatana na shida yenye wasoda fulani wanapitia ndani. Mais il faut quand même kusignale kwamba matatizo yako mingi. Mimi hapa jana na juzi tuliongea kwamba pako meme hata wa policier wenye wanalamika wapati pesa zao. Mais il faut kusignale kwamba
depuis jana juzi yake wa polisi walianza pokea pesa zao. Wamo wangipokea miezi 3 miezi 4, lakini pesa ilikuwa ni miezi 2. Mekiajabu pako watu wamekuliwa tena pesa ma 45000 francs par rapport na salaire yao, ambapo franga tu wanajua wangikuliwa ni 8000 francs congolais kwa juu ya mutuelle de santé. Ilifo kuonesha kwamba tumeita bakubwa na walituambia kwamba watakamata muda kuongea na wapolisi porque wajue nini wanaweza fanya porque ile mambo isirudi zaidi. Tufungue ukurasa wa habari za michezo na Yesudi wa Sudi Valentin. Shukran sana kabisa mwenzangu Izaki Mlocha Ashibe. Asubia leo kuna ukurasa wa habari za michezo. Tuanze hapa katika mji wa Baraka ni kwamba kikao cha kawaida kinapangwa kufanyika leo siku ya 4 ya tarehe 5 Juni mwaka 2025 kunako uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka, ambako viongozi makatibu wote wa klabu za daraja la pili kwa tarafani Fizi na mji wa Baraka wanahitajika kuwasili majira saa 8 kamili za mchana kwenye uwanja wa Lumumba ili kuweza kuhudhuria kwenye kikao hicho. Ndivyo amezibitisha hayo mwenyekiti wa la soka kwa tarafani Fizi na mji wa Baraka Bwana Sadiki Kitungano Deni. Tulicheza championnat local kuanza mwezi wa 3 tukafika mwezi wa 4 tukashimama. Tulishimama kufatana na maandalizi ya masomo ya watoto. Jumana tulishimama kuchunga watoto wamalize mitihani ili tuendeleze championnat yetu kucheza play-off. Na kwa sasa tunaona masomo nyingi waisha maliza mitihani. Kwa hiyo tunapenda kuambia maekipe ile yenye ilikuwa nacheza championnat local kama semaine prochaine tunapashwa anza play-off. Na kufatana na hayo nilituma mainvitation kwa maekipe, na zile ekipe zenye zikupata mainvitation zilikuwa mchampionnat local. Kama kesho siku ya 4 tutakuwa na kikao pale ku Stade Lumumba na saa 8 kamili. Wafike ili tuongee juu ya kuprepare championnat play-off mwezi tariki a partir ya semaine prochaine. Aussi nilipenda kuongezea juu ya maekipe zile zingine zenye zikuchezaka championnat local. Kama kesho kutakuwa kikao ya maekipe yote ya daraja la pili juu ya kuprepare aussi championnat ya tournoi ya colonie de vacances. Kinachohitajika pale ni maekipe iije kwa wingi, isikuwa shia tukukua mkalandrier, si amkuwa tukufanya hivi. Na hitaji maekipe wa kocha, wa secretaire, wa president wa maekipe ya daraja la pili waje wengi, na hiyo saa 8 kamili pale kwa Stade Lumumba juu tuongelee gisi tunaweza anza tournoi ya colonie de vacances. Upande mwingine mwenyekiti huyo Sadiki Kitungano Deni ametoa masaa 48 kwa viongozi wanaosimamia soka mbalimbali kote tarafani Fizi na mji wa Baraka ili kuweza kutoa orodha ya zile klabu ambazo ziliweza kushiriki kwenye hatua ya play-off ili aweze kutoa kalendari ya michuano hiyo. Ndiyo, kufatana na hayo bwana journaliste, na waza nilituma deja communiqué kwa president yangu ya Maaxe, Axe Sebele, Axe Mwandiga na Axe Kalunja. Niliwaambia ke au plus tard wanipatie classement pour que inifacilite kwa kufanya calendrier play-off. Au plus tard ikuwe vendredi ni kwenisha pata ile classement. Mshambuliaji wa klabu ya Brentford hapo nchini Uingereza Mbeumo anataka kujiunga na klabu ya Manchester United ambayo kwa sasa iko tayari kuanzisha mazungumzo ya kumsajili mchezaji huyo wa kimataifa wa Cameroon mwenye umri wa miaka 25. Klabu tu ya Manchester United pia inasubiri uamuzi kutoka kiungo wakati wa timu ya taifa ya Ureno Bruno Fernandes kuhusu kama anataka kusalia klabuni hapo au anataka kuondoka. Huko klabu ya Saudi Arabia Al Ahly ikimtaka mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30. Mshambuliaji wa klabu ya Crystal Palace na timu ya taifa ya Ufaransa Jean-Philippe Mateta mwenye umri wa miaka 27 pia yuko kwenye orodha ya klabu ya Manchester United ambao wanataka kumsajili, lakini huenda wakakubaliana na ushindani mkubwa kutoka katika klabu za huko nchini Italia ambazo klabu hizo pamoja na klabu ya Juventus pamoja na klabu ya AC Milan. Miamba ya huko nchini Hispania Barcelona wameanza mazungumzo ya awali na winga wa klabu ya Liverpool Luis Diaz mwenye umri wa miaka 28 huku akitaka kuvunja dili za Mkolombia huyo kujiunga na klabu za huko nchini Saudi Arabia. Mpaka hapo sina la ziada mwenzangu Izaki Mlocha Ashibe na weka nukta kunako ukurasa wa habari za michezo asubuhi ya leo. Shukran sana Sudi wa Sudi Valentin. Msikilizaji, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka Radio ya Kijamii Kivu ambayo inakutangazia toka jiji la Baraka, na mawimbi hayo unayapata kupitia mita bendi ya 93.0 FM. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Kwenye ripoti za wanaripota wetu, Kindu, jimbo la Maniema limepokea mchezo wa kina mama ijulikanayo Zango Modern
ambayo inasaidia wakina mama kiafya na hata kupunguza mawazo. Mengi zaidi tunajiunga na mwenzetu wa huko Kindu, Godefroid Musunga Shabani. Kwa sasa jimbo la Maniema inapokea Federation Provinciale ya Zango Moderne ndani ya jimbo la Maniema. Ni akina bibi Kumbi Mangaza Magi ambaye alitajwa sawa kiongozi wa Fenazango hapa ndani ya jimbo la Maniema, na tayari kisha kuona viongozi wa jimbo la Maniema na kuandikia wahusika, aliondesha waandishi wa habari na kukokomelea michezo ya Zango Moderne itaanzishwa ndani ya tauni ya Kindu na popote kunako tarafa yote 7 ya jimbo la Maniema. Michezo ile itafika. Michezo hiyo inahusika tayari ni wa kina mama na ni tangu miaka 18 kupanda, ni wao ndio watakuwa wakicheza. Kumbi Mangaza Magi, kiongozi wa Fenazango ndani ya jimbo la Maniema, anazungumza. Mimi nilikuwa mteuliwa kama vile presidenti wa eneo la Maniema Kufenazango. Enyewe tuko na madokima yetu yote, vitambulisho sawa vile notification, arete, statut, yote rifaa ya kazi ya ile mchezo ya Zango ndani ya eneo letu la Maniema. Kwa sasa wakubwa wote wa jimbo wamejua ya kwamba mchezo huyu imekuja sasa hapa kwetu Kumanyema, sababu haikuwa na hapa. Sasa tunakuwa hapa Kumanyema, tulijitambulisha fasi zote kwa baba gavana, kwa inspection la polisi kule ku Assemblée Provinciale, fasi yote tulijitambulisha kwenye kuna stahiri. Aliko yangu kwanza kwa wamama ni wakuje wengi, sababu ni mchezo wa wamama. Enyewe itakutanisha wamama wengi, itatosha mawazo mbalimbali ndani ya wamama, itajenga afya ya wamama, italeta mchezo ya furaha na amani ndani ya wamama. Na haiko tu hapa kuvile ya Kindu yote tutaifanyia kwenda kumitaa yote 7 ambayo inapatikana ku jimbo letu la Maniema. Wakina mama wengi walifurahika, kwani ni tangu zamani walikuwa wanachezaka hiyo michezo ya tamto ama kange. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Kwenye habari ya kitaifa, amefariki dunia kwenye hospitali ya kijeshi ya Kantachi mnamo siku ya 3 ya wiki tunayo Jemadari Sikatenda Shabani. Hivyo ni baada ya kuzuiliwa kwake kwenye jela la kijeshi la Ndolo pa Kinshasa tangu mwezi Oktoba mwaka 2024. Kwa swala hilo, shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo tarafani Fizi limetoa mkono wa pole kwa jamaa na hata kwa Kongomani wote. Mengi zaidi naye mwenzetu Safari Ali Masidilwe. Ni huzuni, vilio, simanzi na majonzi makubwa kwa Wakongomani wote, hasara ya tarafa la Fizi kwa kumpoteza shujaa mkubwa nchini Jemadari Sikatenda Shabani. Afisa huyu mkuu wa kijeshi ambaye tayari alikuwa amestaafu alikuwa kizuiliwa kwenye jela kuu la kijeshi la Ndolo mjini Kinshasa tangu mwezi wa 10 mwaka 2024. Sababu za kuzuiliwa kwake zilikuwa bado kuwekwa hadharani. Ni siku ya 3 hii ya tariki 4 Juni 2025 ndipo Jemadari Shabani Sikatenda amefariki dunia kwenye hospitali ya kijeshi ya Kanchachi ndani ya manispa Ngaliema. Kwa mujibu wa shirika wake wa karibu, Sikatenda alianza kugonjwa muda mchache baada ya kuwekwa nguvuni na sheria ya kijeshi nchini. Ni wiki 2 kabla kifo chake ndipo aliruhusiwa kupata matibabu katika hospitali moja ya mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kinshasa. Akiwa mmoja kati ya watu mashuhuri kijeshi na hata kisiasa nchini, jemadari huyo alisadikika kujihusisha katika masuala mengi muhimu ya kijeshi. Mzaliwa wa Fizi, jimboni Kivu Kusini, Sikatenda alipigana vita akishirikiana na hayati Rais Laurent Desire Kabila kwenye kambi ya Iwabora, Wimbi na hata Tanzania mnamo miaka 1960. Na hivyo ilikuwa ni kwa lengo la kupinga utawala wa Rais Mobutu, na ambapo baadaye alijiunga rasmi na jeshi la taifa la Kongo. Habari hii ya huzuni imepokelewa pia kwa masikitiko makubwa nalo shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo tawi la tarafa ya Fizi kupitia mwenyekiti wake Bwana Malilo Makoma Bone, ambaye ametambua ushujaa wa jemadari huyo hasa kwa kutetea nchi na tarafa lake. Huyu amesikitishwa pia kuona afisa huyo mkuu wa kijeshi amefariki wakati ambapo bado alikuwa na mchango mkubwa kwa ajili ya utafutaji wa suluhisho kwa hali ya usalama mdogo inayokumba nchi ya DRC hasa eneo la mashariki. Ni masikitiko makubwa sana ndugu mtangazaji, kusikia kifo cha Luteni Generali Sikatenda, mpambanaji mkuu ambaye alipata sifa nyingi tu katika upambanaji wake, kufia kwenye gereza, wakati kama sisi mashirika kiraia tuliwahi kuandika mengi au
kuambia serikali wamwachie huru, na watu wengine walilalamika sana kusema kwamba hali yake ya mwili hairuhusu tena kukaa kwenye gereza kama nani, lakini serikali ilichukulia maneno hayo kama vile hayana thamani. Lakini leo sasa yanaumiza sana moyoni kuona nchi ya Kongo iko kwenye hatari. Leo nchi ya Kongo inaandamano sana, Rwanda inaisonga kupitia M23 na wengine waasi tofauti. Sasa kuona mtu aje apotee hivi, mpambanaji mkuu, inasikitisha sana, inauma sana kabisa. Kama serikali ingesikia yale watu waliosema kwamba huyo mtu afunguliwe, sababu awape nguvu wengine, huenda leo mambo yangekuwa mengine. Shirika la kiraia NDC Chumvi ya Kongo linatoa mkono wa pole kwa nchi yote nzima ya Kongo, jimbo la Kusini na kwa upekee tarafa la Fizi, na tunasema kwamba tunaomboleza pamoja na wazalendo ambao wameachwa na baba. Kwa ukumbusho ni kwamba mbali na Sikatenda Shabani, baadhi ya maafisa wengine wa kijeshi wazaliwa tarafa ya Fizi wanaendelea kusalia kwenye jela hilo la Ndolo bila kujua hatima yao. Ni kama vile Jemedari Mtupeke na Kanale Aochi, ambao duruzi moja zinataja kuwa kosa yao kubwa ni ushirikiano walionao na rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, ambako kwa leo anatajwa na utawala wa Kinshasa kuwa na ushirikiano mkubwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda. Ama kweli vizuri ya vidumu, Wakongomani watamkumbuka Shikatenda, hasa raia wa tarafa la Fizi kwa ushujaa wake. Huko Burundi, vyama mbalimbali vya kisiasa vikilalamika kuwa uchaguzi uliopita uligubikwa na dosari kadhaa kwa madai kuwa walinyanyaswa na serikali na chama tawala. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi ya Burundi Martin Rerete alisema madai yao kwa kiasi kikubwa hayana msingi. Akizungumza na waandishi habari, Martin Rerete pia alisema kuwa hakuna mpango wa kuvifuta vyama vingine vya kisiasa katika kuleta utawala wa chama kimoja. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel na ripoti zaidi. Licha waziri wa mambo ya ndani Martin Rerete kutoweka hadharani idadi ya wanaoshutumiwa kuvuruga kampeni za uchaguzi, amebainisha kuwa asilimia kubwa wameshakamatwa, wakiwemo viongozi wakitarajiwa kufunguliwa mashtaka ili wafikishwe mahakamani, waliokimbia nao wakiwa wanaendelea au kutafutwa. Ari mushebudo zone twafashe ubadurumbanije nyiyamama. Kuna diwani tuyemkamata kwa kuvuruga kampeni, huyo yupo gerezani. Kuna wanaosema kuwa wakiingia vifua waliopo ndani ya CNDD-FDD, lakini niwaambie kuwa kuna waliokamatwa na ambao wamefungwa, na kuna mshauri wa mkuu wa wilaya ya Kabarore ambaye alikamatwa kwa kuvuruga kampeni. Kwa sasa hakuna huruma. Nawe nyene yarafashwe ari mukasho agira matohoza kwiye nta kinya. Waziri wa mambo ya ndani amesema kuwa yalizungumzwa na katibu mkuu wa CNDD-FDD kwa nchi zilizoendelea ni kwa sababu ya chama kimoja, hakuna mpango wa kuvifuta vyama vingine vya kisiasa. Viongozi wa vyama vya kisiasa tumewahi kuzungumza wakitaka tuvifute baadhi ya vyama vya kisiasa, lakini kwa nini tuvifute? Hatuna tatizo na vyama vya kisiasa. Nadhani hata kwa upande wa katibu mkuu wa chama vivyo hivyo, hakuna chama cha kisiasa ambacho kitafutwa, na hata wengine waje wizara ya mambo ya ndani tutawapokea. Ushikanganye buri dispose ku bandi. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Hadi hapo ndipo nimefikisha kikomo uchambuzi wa habari leo hii. Shukrani kwa jopo zima la waandishi habari wa Radio Kijamii Kivu ambao imewezesha habari hizi zikufikie kwa muda na kwa wakati. Shukrani pia kwako kwa kuambatana nami mwanzo hadi kikomo. Ninakuhalika kufuatilia matangazo ya Radio Kijamii Kivu, maana kwenye mjengo msimu wa Radio Kivu matangazo bado yanaendelea. Mimi ni Izake Murucha Ashibe, fundi mitambo wangu alikuwa ni Merci Mbelechipama. Nasema amani iwe nawe. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.